Rahbi. Shukran sana. Na pengine tuanze na hili la serikali ya Khartoum kushtaki Umoja wa Falme za Kiarabu na ni katika mahakama ya ICJ, licha kuwa UAE wenyewe wamekanusha madai hayo. Unajua, katika hili linafikirisha kuwa UAE katika kipindi cha mwaka mmoja baada ya Afrika Kusini kufungua kesi kama hii dhidi ya Israeli kwenye mahakama hiyo, katika kipindi karibu cha mwaka mmoja UAE imekuwa ikipambana kutafuta kuinusuru Israeli kwenye kesi. Unakumbuka kadhia ya UAE kwenda kuipa ofa Afrika Kusini kuwa ondoeni kesi yenu ICJ dhidi ya Israeli ili sisi tufanye uwekezaji. Sasa tunachozungumza kuwa Israeli na UAE wote kwa pamoja wameshtakiwa kwenye hiyo mahakama. Yaani wakati yeye anatafuta kumnusuru rafiki yake Israeli na yeye sasa ameshtakiwa. Sudani iliwasilisha mashtaka yao mwezi uliopita kwenye tarehe 5 kwenye mahakama ya ICJ, ikitaja kuwa Imarati imekuwa ikitoa usaidizi wa kijeshi kwa wapiganaji wa RSF, hasa kwa kupeleka silaha ambazo zinapitia Chad kwa ajili ya kuangamiza jamii moja ya Wabantu, wale unaweza kusema wa Afrika weusi waliopo kule Darfur, ambao wanaitwa Masalit, ambao hawa Masalit ndio walifikisha kesi ya ICC mwaka 2003 ambayo ilimtaja Omar al-Bashir, rais wa Sudan, na washirika wake wengine kutakiwa kukamatwa kwenye mahakama, kufikishwa kwa mahakama ya ICC mwaka 2003 wakati hawa RSF wakiwa Janjaweed. Sasa hawa Masalit tena wanaifikisha ile RSF na mshirika wao Imarati kwenye mahakama ya ICJ. Hii ni kesi ambayo ndani yake ukisikiliza mashtaka na ukisikiliza utetezi wa Imarati, wanasema kuwa inaitaka mahakama ifutilie mbali, kwa sababu inaonekana kama kuwa kupoteza muda, walitakiwa wafikirie kuhusu kumaliza mzozo. Yani ni katika kukwepa, yani Imarati anajaribu kukwepa hii ikoje, kwa sababu kwa uthibitisho wa Umoja wa Mataifa, kwa taarifa ambazo zimetoka zaidi ya mara 2 za Umoja wa Mataifa, umethibitisha kuwa Imarati imepeleka silaha kwa RSF kupitia Chad. Hii ni taarifa ya Umoja wa Mataifa. Yani taarifa hii ya Umoja wa Mataifa inakwenda sawa sawa na ile taarifa ambayo ilitoka kwa Rwanda mara kadhaa kuwa vikosi vya Rwanda vipo Kongo. Rwanda inasaidia M23. Hii ni taarifa ya Umoja wa Mataifa, sio taarifa ya mtu binafsi kaizungumza. Sasa na hii ya Imarati ni taarifa ya Umoja wa Mataifa ambayo inathibitisha kuwa Imarati imekuwa ikichukua silaha na kumpa RSF ili aendelee. Sasa ukienda kwa ndani ya Sudani, RSF na jeshi la Sudani zote kwa pamoja zimetajwa kwa mauaji mabaya ya raia, yani ukiukwaji mkubwa wa haki kwa ndani. Na ndio maana utawala wa Biden mwishoni karibu unaondoka, uliweka vikwazo kwa majenerali wote. Huyo aliwekewa Dagalo na huyo Burhani aliwekewa vikwazo, wote hawa kwa kile ambacho kimetajwa kuwa wote wameyatumia majeshi yao vibaya dhidi ya raia wa Sudani. Sasa jeshi la Sudani linapojikinga kwenye hili ni kuwa katika ule ubaya ambao wamekuwa nao ndani ya Sudani, RSF wamezidi. Yani tuseme kama huyu ana asilimia 60, mwenzake ana 40. Lakini haiondoi ukweli kuwa jeshi la Sudani pamoja na RSF si watu wala sio majeshi ambayo yanayoheshimu raia wa Sudani. Mara kadhaa nimezungumza kuwa haya sio majeshi yanayoheshimu, kwa sababu machafuko yote na vurugu zote zinazoendelea ndani ya ardhi ya Sudani wanahusika moja kwa moja wote wawili. Wao ndio walimpindua waziri mkuu wa kiraia Abdallah Hamdok, wawili walishirikiana, lakini wao ndio walienda kuhujumu makubaliano yaliyomuondoa al-Bashir mwaka 2019, wakajichomeka kwenye yale makubaliano ya kiraia, waliounda serikali ya kiraia, wakajipachika katikati kuwaigizia watu wa Sudani kuwa tuko pamoja, lakini mwisho waliwageuka. Leo hii wamekuja kugombea madaraka, wao ndio wameingiza nchi hapo ilipo. Kwa hiyo swala la kushtakiwa Imarati jengine, lakini kwa ndani jeshi la Sudan linajikinga kwenye nafasi ndogo sana kuonekana kama sisi tuko upande wa raia. Lakini rekodi yake sio nzuri na lenyewe kwa raia. Mbali na ushiriki sasa wa UAE tangu vita yenyewe kwa yenyewe Aprili 2023, nafahamu hawa wamekuwa bado hakuna ama hauonekani ule uwezekano bado wa kukaa meza moja na kukubaliana.
ni kitu gani ambacho kinaweza kubadilisha mitazamo yao? Kama kungekuwa hakuna usaidizi wa nje kwa pande zote mbili, kwa sababu ukiangalia upande wa jeshi la Sudani pia linapokea misaada kutoka nje, napewa msaada na Misri, imetajwa, kuna wakati Urusi ametajwa, lakini upande wa pili huku ni anatajwa Imarati anapeleka msaada, lakini imetajwa Libya ya Khalifa Haftari, ambao ukiangalia Khalifa Haftari naye ana connection ya Urusi na Marekani. Na pale ambapo nchi inapeleka misaada, ina maana kuna maslahi ama kuna kitu wanategemea. Kwa upande wa UAE wenyewe nini ambacho wanategemea? UAE, Darfur ni jimbo lenye utajiri mkubwa wa dhahabu, kwa sababu kwa Sudani mafuta yalihamia kusini, huku ikawa njia. Sasa Darfur zaidi iliyopo ni madini, hasa dhahabu. Soko kubwa la dhahabu ya Darfur liko Dubai, liko Moscow. Black market iko huku. Sasa Dagalo ambaye ndio mkuu wa RSF, yeye ana uhusiano mkubwa sana na watawala wa Imarati kuanzia wakati wa vita ya Yemen, kwa sababu hao RSF walienda kuisaidia Saudi Arabia na Imarati kwenye vita ya Yemen, walivyochukuliwa na Imarati walikwenda. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja. Kuna makampuni mengi yanayohusiana na familia ya Dagalo na Dagalo mwenyewe yanafanya kazi Imarati. Mwaka jana Marekani wakati imepiga vikwazo, nadhani kati ya kampuni 6 za familia ya kina Dagalo, karibu kampuni zote zilikuwa ziko Imarati. Kwa hiyo uhusiano wa moja kwa moja wa Imarati na hawa RSF upo kiuchumi na kibiashara. Narudi swali lako la kwanza, usaidizi wao kwa nini? Kwa sababu kama kungekuwa hakuna silaha zinazoingia, hawa wangekaa kwenye meza, kwa sababu mara kadhaa huwa nazungumza, Kongo na Sudani huwa zinaishiwa chakula, yani raia wanakufa na njaa, lakini hazijawahi kuishiwa silaha. Sasa kama silaha zitazuiliwa, kuwa hatuwezi kupigana, kwa sababu kila ukiangalia ghala hazina kitu, utakaa kwenye meza. Lakini kama una uhakika jirani yako atakuletea, endelea, utaendelea. Maanake kama kungekuwa na uwezekano wa uzuiaji wa silaha zinazoingia Sudani kutoka nje, maanake Sudani hawana kiwanda. Sasa tuzuie silaha zisiingie, hawa majenerali wangesha kaa kwenye meza kuzungumza, kwa sababu kila mtu angehisi kuwa labda mwenzangu bado ana akiba, nitapoteza zaidi, nitapoteza. Kwa hiyo wangekaa, lakini wana uhakika, huyu anapewa, huyu anapewa, huyu anapewa. Hawawezi kumaliza vita, hawawezi. Nalo inakuwa ni ngumu. Sasa shirika la Msalaba Mwekundu lenyewe limetoa taarifa ama tahadhari kuhusiana na hasa mashambulizi ya drone katika maeneo ya hospitali, na ni moja kati ya maeneo ambayo yanakuwa hayapaswi kushambuliwa katika vita yote ambayo inakuwa inaendelea. Iko hivyo. Huo ni mkataba wa Geneva ambao umeeleza, si hospitali, umeeleza kuna maeneo ambayo hupaswi kuyagusa. Usiguse vyanzo vya maji, usipige soko, usipige shule, usipige hospitali, wala usiwashambulie watu kwenye halaiki, usipige watu wasiokuwa na silaha. Yani kuna nidhamu ya vita, yani vita imepangwa katika utaratibu ambao kuwa hata mkataba wao karibu nchi zote zimesaini kuwa utaratibu wa vita ni kupigana kati ya majeshi na majeshi ndio yanaweza kupigana, lakini sio wasiokuwa na. Sasa taarifa ya Msalaba Mwekundu hui inaakisi kile ambacho kimetokea wiki jana. Wahudumu 15 wa Msalaba Mwekundu au ilikuwa Red Crescent, nadhani Red Cross walikuwa waliuawa Gaza, na waliuawa wakati wamepigiwa simu kwenda kuokoa watu walikuwa kwenye shambulizi. Wakati wamewaokoa wale watu kwenye ile shambulizi, wanarudi kukimbizana kwenda hospitali, wakakutana na mzingiro. Sasa waliuawa na zile gari zao zilikuwa 3, wote 15 waliuawa, ikafukuliwa kaburi, wakazikwa kwa pamoja na gari zikaharibiwa. Sasa taarifa ya awali, manake walipotea ghafla. Taarifa ya awali wakati mashirika yanahoji wako wapi, Israel ilitoa taarifa kuwa kulikuwa kuna watu wamekuja na ambulance ambazo walikuwa ni Hamas. Wakawa wanatulenga, kwa hiyo walishambuliwa, wakapotea. Lakini wakati wametafutwa ile miili kufukuliwa, katika moja ya watu waliouawa ilikutwa simu yake mfukoni. Sasa baada ya kutazama, kumbe alirekodi lile tukio kuanzia mwanzo wanavyofukuzwa. Kwa hiyo ile taarifa, ile video ilivyokuja kurelease, ilivyokuja kutolewa ile video, ndio ikatoa uthibitisho kuwa waliuawa vipi, kwa njia gani. Ikaonekana kuwa taarifa yote ya Israeli ya awali
haikuwa sahihi, kuwa hawa wameuawa kusudi kabisa, kwa sababu alirekodi kuanzia mwanzo, wanazikimbiza gari, wanapigwa risasi, na sauti zikasikika na kila kitu. Baadaye Israeli kaomba radhi, kasema kuwa imefanya makosa kwa, lakini huwezi kuomba radhi tu kwa hili, yani kuwa itokee tu hivi, kwa sababu kumbuka mwanzo kabisa mwezi Novemba mwaka 2023 wakati vita imeanza, kuna kombora lilipigwa kwenye hospitali ya Baptisti kule Gaza, ikaua zaidi ya watu kama 350. Halafu vyombo awali wakati limepiga tweet za Israel zilithibitisha kuwa wamefanya shambulizi kubwa kuwalenga magaidi. Baada ya kujua kuwa vile vifo ni vingi sana vya watu wasiokuwa na hatia, wakafuta, wakasema kuwa ni Hamas wamepiga kombora. Halafu Marekani akaja akasupport. Hii ni sawasawa na iliyofanyika Ukraine. Kuna wakati Urusi alifanya shambulizi kwenye kituo cha treni na watu walikuwa wanasubiri, akajisifu kwa lile shambulizi kuwa walikuwa wamelenga vikosi, lakini baada ya kugundua kuwa shambulizi lililopigwa halikuwa halisi, limeenda kupiga wasiohusika, haraka Urusi akakanusha kuwa sio yeye aliyehusika. Sasa kama tutakuwa mtu anaomba excuse kwa sababu tu nilifanya kosa, zile ni roho hazirudi. Ni lazima hatua ziwepo kwa sababu umekatili maisha ya watu ambao hawahusiki. Wakiwa matamshi yakiwa yanatolewa, lakini ni matamshi ambazo zimekuwa hakuna no action. Ndio tunachosema kuwa msingi uliowekwa katika kile kinachoitwa sheria za kimataifa sio halisi. Hizi sheria za kimataifa huwa zinafanya kazi pale tu wanayetaka kumshughulikia sio mwenzao. Sasa jukumu la usimamizi linasalia kwa nani? Nadhani kila mmoja analawama ya hilo. Kwa hilo jukumu sasa kuwa ni kila mmoja analawama, kwa sababu mfano tumezungumza habari ya Imarati na Sudan. Unaona hiyo kesi mfano hukumu yake ikipita, hukumu yake mahakama ya ICJ haina meno ya utekelezaji. Yani inaweza ikatoa hukumu, lakini utekelezaji, ili uweze kutekeleza hili inabidi urudi tena kwenye baraza la usalama. Mfano mwaka jana mahakama ya ICJ imetoa hukumu hizi 2 dhidi ya Israeli. Ili uweze kutekeleza, rudi kwenye baraza la usalama liamue. Unawategemea wale wanachama ambao kuna wengine wana veto. Katika veto 42 katika maazimio 42 ambayo ya Israeli yaliwasilishwa, Marekani kapiga 38 kuweka veto 38. Kwa hiyo unategemea kabisa kuwa hata hukumu ya kisheria ya mahakama inaweza ikaja kazuiliwa, kwa sababu tunazungumza kuhusu ICC au tunazungumza kuhusu ICJ, wale ambao mara kadhaa wamekuwa wakitetea wengine kukamatwa na kupelekwa ICJ, kama mfano Putin, magharibi wote walishabikia. Lakini tunazungumza ziara ya Netanyahu Hungary juzi. Hakuna nchi katika zile nchi za magharibi zilizo ilani Hungary. Kwa nini? Wakati wa Ufaransa katoa anga, Croatia katoa anga, Italia katoa anga, anapita Netanyahu bila kukamatwa. Ufaransa anaulizwa kwa nini umeruhusu anga, anasema ikiwa juu ndege haihusiki, yani iko kinyume, yani wanasheria wanaamua kuibadilisha sheria kusudi, wakati mkataba wa 1944 wa masuala ya anga unataja kuwa hata anga ni eneo husika ya jimbo husika. Yani huwezi kusema kuwa sisi eti anga yetu ndege ikipita juu haituhusu. Lakini kwa sababu kapita Netanyahu, sheria ikageuzwa kuwa sasa hawa ndio wanaotuleta sasa kwenye hizi sheria kuwa, je, hizi sheria zinafanya kazi? Ni kweli zinafanya kazi ikiwa kwako Hilda, sio kwangu. Yani ikiwa haiwagusi wao, tutazishughulikia hizi sheria, zinafanya kazi. Lakini zikiwa zimewageukia wao, hizi sheria hazifanyi kazi. Leo hii unaona kwa makao makuu pale, mfano Brussels, Ubelgiji juzi imetangaza kuwa Netanyahu anaweza kutembelea kwetu na hatumkamati. Kuna warrant ya ICC, hatumkamati. Lakini Putin akija hapa tutamkamata. Kwa sheria hiyo hiyo. Kwa nini huyu akamatwa anakamatwa? Kwa sababu Israeli sio mwanachama wa ICC. Urusi sio mwanachama wa ICC. Yani huyu anakamatwa, huyu akamatwi. Kwa hiyo ni zile sheria ambazo unaziona. Ndio nasema kuwa msingi wa kile kinaitwa zile sheria za kimataifa, msingi wake sio halisi. Shukran Rahbi, asante kwa hilo. Tunakamilisha hivyo kwa sasa. Tumekuwa tukipitia hapa taarifa mbalimbali za kimataifa.